Kwa majina naitwa Daktari John Mosoka. Nakaribisha pia katika mwendelezo wa masomo yetu ambayo yanahusiana na afya. Kwa siku ya leo tumewaandalia wapenzi watazamaji mada yetu ambayo inazungumzia juu ya umuhimu wa makundi mbalimbali ya chakula katika mwili wa binadamu. Tunafahamu kwamba tumekuwa tukitumia vyakula aina nyingi kila siku ambavyo pia tupo navyo katika mazingira yanayotuzunguka. Na vyakula hivyo tunavyovitumia tunashindwa kujua watu wanaotumia vinakuwa na umuhimu gani pia katika mwili lakini pia vinasaidia mwili kwa kiasi gani. Kwa siku ya leo mimi mtaalamu wenu ambaye pia mnanitazama nitaenda kuwagusia moja kwa moja juu ya makundi haya ya chakula, lakini pia yana umuhimu gani kwa afya nzima ya mtu anayetumia vyakula hivi. Tufahamu kwamba tuna jumla ya makundi 7 ambao ni makundi ya vyakula tunavyovitumia kila siku, lakini wengi wao wamekuwa wakitumia hizo makundi 2, 3 au 4. Lakini pia kwa kiafya na kitaalamu zaidi tunashauri angalau kila siku uweze kugusa yale makundi yote ya chakula. Na tunapoyatumia hayo makundi yote ya chakula yamekuwa na faida nyingi kwa mtumiaji wa aina yoyote. Lakini pia yameleta matokeo makubwa hata kwa wanafunzi wetu wanapokuwa mashuleni. Tunaangalia pia kwa takwimu watoto 10 ambao watatumia makundi haya yote kwa vyakula kwa usahihi, watoto 2 wamekuwa wakifanya vizuri zaidi katika masomo yao. Kwa hiyo vyakula hivi tunaviona kwamba kila atakayevitumia katika mtiririko mzuri basi atakuwa vizuri katika afya yake, lakini pia hata ufanisi wa kile kitu anachokifanya kila siku. Hebu tuende kuiangalia makundi haya kundi moja baada ya jingine, lakini pia tuona na mifano yake, lakini pia kila kundi linakuwa na kazi gani katika mwili wa binadamu. Kundi la kwanza kabisa ni kundi ambalo linaitwa kundi la wanga, kwa kitaalamu tunaliita carbohydrate, ambao kazi yake kubwa katika mwili wa binadamu ni kupatia mwili nguvu. Kwa mtu yote anayetumia chakula hiki cha wanga, kazi yake ni kupatia mwili nguvu, ambao mifano yake ni kama vile mahindi, tunavyoiona miogo. Hiyo ni kundi ambalo lipo ndani ya vyakula vya wanga, na vyakula vingine vya jamii hizo vinaweza vikatumika na vikasaidia katika kupatia mwili nguvu, ambapo vyote viko katika kundi moja ambalo linaitwa kundi la wanga au carbohydrate. Kundi la pili ni kundi la protini, ambalo kitaalamu pia kazi ya kundi hili ni kutumika kwa ajili ya kujenga mwili, kurejesha seli zilizoharibika, kusaidia kama kuna sehemu kuna jeraha lolote kurudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo protini unapoila chakula hicho kinaingia mwilini na kusaidia kutengeneza seli mpya ambao pia zinasaidia katika kujenga mwili, kuongeza mwili na kuweka mwili katika afya yake. Mfano vyakula vya protini ni vipi? Ni matumizi ya nyama. Nyama za aina zote zipo katika kundi la protini, mayai, maharage tunayoyatumia kila siku, dagaa na vyakula vingine vya mfumo wa namna hiyo, mazao yote ya wanyama yapo katika kundi la protini. Lakini pia kundi lingine ni lipi? Ni kundi la chumvi chumvi, ambao kwa kitaalamu tunaliita mineral salts. Kazi ya kundi la chumvi chumvi ni kwa ajili ya kuimarisha mifupa, na mifano yake ni hizi chumvi tunazotumia kila siku, lakini na viambata vyote ambavyo vipo katika mfumo wa chumvi chumvi, ambao kazi yake kubwa unapokuwa umetumia aidha kwenye mboga na sehemu yoyote, kazi yake ni kuimarisha viungo, kuimarisha mifupa ya mwili ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi na milango yote ya fahamu pia iweze kukaa vizuri. Kundi lingine ambalo tunaweza tukaliona pia kwa siku ya leo ni kundi la fibers, ambao tunaliita vyakula vyenye nyuzi nyuzi, ambao kazi yake kubwa ya vyakula vyenye nyuzi nyuzi hizi jamii ya fibers, kazi yake ni kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula uweze kumeng'enya chakula chake vizuri, na mfano wake ni kama vile cabbage na viazi vitamu. Unapokula vyakula hivi vinakusaidia kumeng'enya chakula chako katika hali ya haraka na kukaa vizuri kabisa, na hata kupata hali nzuri ya choo ambayo utakuja kuipata kama takamwili baada ya kula chakula chochote kile. Lakini pia kundi lingine ambalo tunaweza tukaliona ni kundi la vitamin. Kazi ya vitamin katika mwili wa binadamu husaidia kuongeza kinga ya mwili. Hivyo mtu anapotumia vyakula vilivyojamii katika kundi la jamii ya vitamin husaidia kuongeza kinga yake ya mwili ikae vizuri. Na mifano yake ni kama yale matunda tunayoyatumia, na matunda mbalimbali yamekaa katika mfumo wa makundi ya vitamin, lakini na mboga mboga. Kwa mboga mboga tunavyozitumia tunaongeza vitamin katika mwili wetu, tunaongeza kinga na tusaidia kuona vizuri na mwili kufanya kazi vizuri. Matunda haya kama machungwa yana vitamini C ambayo yanaongeza pia kinga katika mwili wako, na jamii zote za matunda tunazoziona zipo ndani ya vitamin ambayo kazi yake ni kuongeza kinga ya mwili na kulinda mwili wetu. Lakini kundi lingine ni maji. Maji pia ni moja ya makundi ambayo yapo katika ndani ya makundi ya chakula, ambao kazi kubwa ya maji tunasema katika mwili wa binadamu ile 1/3 ya mwili umebebwa na maji, ambao kazi yake kubwa ni kusaidia ufanisi wa viungo vyote vya mwili kufanya kazi vizuri, lakini pia usafirishaji katika chochote kinachopita katika mwili, lakini pia husaidia kuondoa baadhi ya taka mwili ambazo zinakuja kutolewa kwa kusaidiwa na figo yako kwa ajili ya kutolewa kama taka.
Kundi la mwisho ambalo tunaenda kuliona katika haya makundi ya vyakula ni kundi la mafuta ambao kitaalamu tunaliita fat. Kazi ya kundi hili la mafuta husaidia kuupatia mwili joto na kusaidia kurudisha kwenye hali ya kawaida. Na tunaposema hili kundi la mafuta ni matumizi ya mafuta yote tunayoyatumia katika mboga na katika vyakula mbalimbali ambayo yanatokana aidha na wanyama. Kwa jamii yote mafuta ipo katika kundi la fat ambao kazi yake ni kupatia mwili joto na kuweka katika hali ya kawaida. Baada ya kusema hayo, wapenzi watazamaji, tufahamu kwamba umuhimu wa makundi haya ya vyakula ambayo tumeyazungumza unakuwa na kazi kubwa kuhakikisha kwamba mwili wako unakaa vizuri. Na mtu atakapozingatia kutumia vyakula hivi kwa mfumo wa kufuata haya makundi, hivyo afya yake itakuwa vizuri, lakini pia atajiepusha na magonjwa mengine ambayo sio ya kuambukiza kama vile pressure, kisukari, kwa sababu atakuwa amezingatia matumizi sahihi ya mjumuiko wa vyakula aina 7 ambapo kazi yake kubwa tumetoka kuziona hivi punde. Baada ya kusema hayo, niwashukuruni sana. Karibuni sana pia katika mada zetu zingine zinazofuata. Asanteni sana.